Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Natumai mzima wa afya, mpenzi mtazamaji wa Kivu Leo 24. Mjambo na karibu katika matangazo ya Oktoba 24, 2025. Tunakutangazia toka mashariki mwa DRC South Kivu. Natasha Mingo Andrea ni msomaji wa siku. Tuangazie dira zetu na habari za kijamii tukipiga jicho katika eneo la Mwenga. Jumuiya ya kiraia katika mkoa wa Mwenga imetangaza siku bila kazi katika eneo lote. Uamuzi huu ulichukuliwa kushutumu marufuku ya trafiki katika barabara ya kitaifa nambari 2 karibu na Bwaungu tangu Jumatano Oktoba 8. Katika barua iliyotumwa kwa msimamizi wa eneo, mashirika ya kiraia alisema kuwa kufungwa huku kwa barabara kunanyimwa idadi ya watu kupata bidhaa muhimu kwa ajili ya maisha yao. Hali hii inasababisha kupanda kwa bei za mahitaji muhimu na uhaba wa vingine sokoni, hivyo kuzidisha hali ngumu inayowakabili wakazi wa Mwenga. Idadi ya watu inaombwa kusimamisha shughuli zote za kibiashara, elimu na usafiri kuanzia majira ya saa 12 za asubuhi hadi majira ya saa 9 za jioni, kuelezea hasira zao na kudai kuondolewa kwa vizuizi hivi. Kwa hivyo, maduka, masoko, shule, mikahawa na trafiki ya pikipiki uahirishwa. Kupitia hatua hii ya amani, shirika la kiraia pia linatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ili kuwezesha ukanda wa kibinadamu kwenye barabara taifa nambari 2. Tubaki tu katika eneo la Mwenga. Bei za vyakula na mahitaji muhimu zimekuwa zikipanda katika masoko ya eneo la Mwenga kwa siku kadhaa. Onyo kutoka kwa vyama vya kiraia vya ndani vinavyoonyesha kuwa bei zingine zimepanda mara 3. Kulingana na Panji Mazambi, katibu wa asasi ya kiraia ya Force Vive huko Mwenga, bei ya bidhaa imeongezeka maradufu au hata mara 3 na kufikia viwango vinavyochukuliwa kuwa vya kutisha na idadi ya watu. Anatoa mifano kadhaa: kilo moja ya maharagwe ambayo imepanda kutoka faranga za Kongo 2000 hadi 4000 katika eneo la Mwenga, na faranga za Kongo 6000 Kitutu, faranga za Kongo 10,000 Lugushwa. Kilo moja ya maharagwe. Lita moja ya mafuta ambayo awali ilikuwa bei ya faranga za Kongo 5,000 sasa inagharimu faranga za Kongo 10,000 katika eneo la Mwenga, faranga za Kongo 14,000 huko Kitutu na faranga za Kongo 18,000 huko Lugushwa. Bei ya gunia la mahindi imepanda kutoka faranga za Kongo 13,500 hadi faranga za Kongo 1,120 katika baadhi ya maeneo na hadi faranga za Kongo 1,160 kwingineko. Sekta zote zimeathirika ikiwa ni pamoja na sekta ya afya ambayo inakabiliwa na uhaba wa pembejeo kadhaa muhimu. Mashirika ya kiraia yanaripoti kuwa vituo vya afya vinakabiliwa na uhaba wa pampi, dozi, antimalaria, vipimo vya RDT, vyandarua na chanjo ya kuwagawia watoto chini ya miaka 5. Mkoa wa Mwenga ambao kwa kiasi kikubwa unategemea mji wa Bukavu umekuwa ukikabiliwa na matatizo makubwa ya upatikanaji wa huduma za muda wa miezi kadhaa, huku mahitaji ya kimsingi yakiwa ya ugumu wa kuwafikia wananchi kutokana na ufinyu wa barabara. Mazingira. Idadi ya watu katika jiji la Bukavu inahimizwa kutekeleza usimamizi mzuri wa mafuta, na tahadhari hii ni kuzuia kuzuka upya kwa mikasa ya moto inayotokea katika maeneo kadhaa ya jiji la Bukavu. Wito huu umetolewa na waandishi wa habari wakati wa matembezi ya uchunguzi mjini Bukavu. Kando ya matope wakati wa msimu wa mvua na vumbi wakati wa kiangazi, jiji la Bukavu limekuwa na sifa za kuzuka kwa mikasa ya moto ama insandi katika miaka kadhaa sasa. Moto unaosababishwa na uhifadhi wa mafuta katika kaya,
uwekaji duni wa umeme na paneli za jua, upishi usiojali wa baadhi ya vyakula na sababu zingine nyingi. Hayo yote yanazidishwa na ujenzi usioratibiwa kufuatia kuhama kwa watu vijijini na milipuko ya idadi ya watu katika jiji la Bukavu. Visa vya hivi punde zaidi vimejitokeza Alhamisi iliyopita Oktoba 23 katika eneo la Chiriri ambapo nyumba kadhaa zimeteketea kwa moto, na pia katika eneo la Mulambula ambapo nyumba kadhaa pia zimeteketea kwa moto wiki iliyopita. Asili ya moto huu mbalimbali bado haijulikani kulingana na mashahidi kadhaa. Hata hivyo, waangalizi wengine wanashutumu wale wanaochoma nyumba za wengine makusudi ili waweze kuiba mali za raia. Wakikabiliwa na hali hii, waangalizi wengi wanatoa wito kwa idadi ya watu kuepuka kuhifadhi bidhaa zinazoweka kuwaka majumbani na kuweza kufuatilia vizuri jiko wanapoandaa vyakula na vitu vingine nyumbani. Pia wanatoa wito kwa wakazi kuripoti shughuli zote zinazotiliwa shaka katika vitongoji vyao ili kuzuia mikasa ya moto. Kwa ufupi, waangalizi wanatoa wito kwa mamlaka kuongeza uelewa wa hatua za kuzuia mikasa ya moto ili kulinda idadi ya watu katika msimu huu. Siasa. DRC. Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ametaja uwezekano wa Joseph Kabila kukamatwa atakaporejea nchini. Kauli hiyo alitoa katika mahojiano na Africa Radio tarehe 23 Oktoba 2025. Patrick Muyaya alikumbusha kuwa Kabila ameshutumiwa na mahakama na kwamba matokeo ya kisheria yatatekelezwa endapo atarejea nchini. Alisisitiza kuwa mahakama itafanya kazi yake na kwamba adhabu zinazozingatiwa na hukumu zitatumika dhidi yake. Patrick Muyaya pia alizungumzia tabia za Kabila ambazo zinadaiwa kukeuka sheria kuhusu hadhi ya marais wastaafu, akitaja uwepo wake huko Goma na Bukavu pamoja na uhusiano wake na watu wanaotuhumiwa kwa uhalifu. Aliongeza kuwa Kabila alikusanya huko Nairobi watu waliokwisha kuhukumiwa au wanaokimbia sheria na wote wanaunganishwa na chuki dhidi ya Rais Felix Tshisekedi. Licha ya onyo hiyo, Muyaya alipunguza uzito wa tishio la kisiasa linaloweza kutokana na kurejea kwa Kabila, akisema kuwa Kabila ni mtu wa zamani na hatishii kisiasa tena. Ni muhimu kutambua kuwa Joseph Kabila alihukumiwa kifo kwa kukosekana mahakamani kwa kosa la usaliti kutokana na madai ya ushirikiano wake na kundi la waasi wa M23. Anashutumiwa kuwa kiongozi wa AFC M23 na kuwa na uhusiano na Rwanda. Kabila kwa upande wake amekanusha tuhuma hizo, akizitaja kuwa za uongo mtupu. Afya. Ubinadamu unasherehekea siku ya polio duniani Ijumaa Oktoba 24. Hii ni fursa kwa mashirika ya afya duniani, serikali na watu binafsi kujadili maendeleo yanayoonekana, kuangazia changamoto zinazosalia na kuhamasisha uungwaji mkono kwa juhudi za kutokomeza polio. Ni ugonjwa wa virusi unaoambukiza ambao unaweza kusababisha kupooza. Kutokomezwa kwake ni muhimu ili kuhakikisha kila mtoto anaishi bila ulemavu. Lengo lililowekwa katika siku ya polio duniani inaongeza Rotary International, kukomesha polio, kila mtoto, kila chanjo, kila mahali, ndiyo mada ya mwaka huu. Tutamatishe na habari za soka. Mwanzo mgumu kwa wawakilishi wa Kivu Kusini katika ligi ya taifa ya soka linafuta. Klabu zote mbili ikiwa ni pamoja na Etoile du Kivu na Bukavu Dawa vimepoteza katika mechi zao za kwanza. EDK ilifungwa magoli 3-0 na ASV Club ya Moscow mnamo Alhamisi Oktoba 23 kwenye uwanja wa Stade de Martyrs mjini Kinshasa. Kikwazo hiki kinakuja siku moja baada ya kushindwa kwa Bukavu Dawa mnamo Oktoba 22 walipoondolewa na Angers Vert ya Kinshasa. Hawa hawakuonekana uwanjani kutokana na masuala ya kiutawala. Mechi zao zinafuata zinaratibiwa Oktoba 26, 2025. Siku ya mechi
ya pili, Etoile du Kivu itamenyana na Ange Vert, nayo Bukavu Dawa itamenyana na DSMP. Ikumbukwe pia kwamba timu ya Bukavu Veteran Union of Sage inaondoka Bukavu kuelekea Kigali Jumamosi hii Oktoba 25 mwaka tulimo kumenyana na Mafundi wa Kigali katika mechi ya kirafiki Jumapili Oktoba 26, 2025. Ni hayo tu tumekuandalia kwa tarehe ya leo, ikiwa Oktoba 24 mwaka wa 2025. Mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu, asante kutukopa sikio na jicho mwanzo hadi tamati. Tukutane kwa ratiba zingine. Mungu wetu atubariki sote. Alamsike. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.